Maswali ni mengi, watu wanajiuliza ni nani sasa atakayeweza kurithi kiti cha Papa Francis? Ni nani ataweza kurithi? Majina 9 ya makardinali tayari yameshatumwa kule Vatican. Tukumbuke Machi 13 mwaka 2013 ndipo alianza kufanya kazi yake akichukua kiti ambacho kilikuwa kimeachwa na mtangulizi wake Benedict wa 16 akiwa ni papa wa 266. Sasa atakayekwenda kutafutwa ni papa wa 267. Papa Francis alizaliwa Desemba 17 mwaka 1936 kule Argentina. Aprili 21 mwaka 2025 hayuko tena duniani. Majina 9 tayari yameshatumwa Vatican kwa ajili ya kumpata mrithi wake, na hapa nipo kwa sababu hiyo tu ya kuyataja hayo majina na kuangazia hawa waliotajwa duniani kote. Kwa nini wapatikane tu hawa 9? Wa kwanza kwenye hii orodha anaitwa Pietro Parolin, ana umri wa miaka 70. Huyu ni Muitali. Sifa yake kubwa hasa mbali inatajwa inawezekana ikamfanya akawa mrithi wake. Inaelezwa kwamba amekuwa katibu wa mambo ya nje wa Vatican tangu mwaka 2013, akichukua nafasi muhimu katika masuala ya kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na mazungumzo nyeti na serikali ya China na Mashariki ya Kati. Kwa hiyo sifa yake kubwa hasa ambayo alikuwa akifanya kazi kwa uadilifu mkubwa inawezekana ikampa nafasi. Mwingine kwenye hii orodha nilionayo, huyu anaitwa Luis Antonio Tagle mwenye umri wa miaka 67. Huyu ni Mfilipina. Moja ya sifa kubwa ambayo inatajwa kwake ni kuhusiana na msimamo wake wa kutokuunga mapenzi ya jinsia moja, ambayo yamekuwa kitajwa mara kwa mara kwamba Papa Francis ni kama anasadiki hivyo na kutoa kipaumbele sana kuhusiana na haya masuala ya mapenzi ya jinsia moja. Lakini kardinali huyu Mfilipino, moja sifa yake kubwa ni hasa iliyompatia maarufu ni hiyo. Inawezekana kama atakuwa papa, basi inawezekana akawa papa wa kwanza kabisa kutoka bara la Asia. Mwingine na watatu, huyu anatokea bara la Afrika. Majina yake anaitwa Peter Turkson, ana umri wa miaka 76. Mwafrika huyu kutokea taifa la Ghana. Yeye pia amekuwa na msimamo wake kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja. Amekuwa akiongelea sana hilo na umaarufu wake umekuwa mkubwa sana katika eneo hilo. Huyu Turkson inaelezwa kwamba amekuwa akiongea juu ya masuala ya shida ya hali ya hewa, umaskini na haki za kiuchumi, huko akithibitisha misimamo ya kitamaduni yake hususan katika eneo la kanisa juu ya ukuani, ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Akawa amevuma sana kuongelea masuala ya ushoga. Hata hivyo, maoni yake kuhusu hili yamelegea. Amedai kuwa sheria katika nchi nyingi za Afrika ni kali sana. Amezungumzia pia masuala ya rushwa na haki za kibinadamu. Ndio maeneo makubwa sana amekuwa akitajwa kiongelea sana huyu Peter Turkson, Mgana huyu Mwafrika mwenzetu. Tulie naye mwingine wa 4, na mzungumzia Kardinali Peter Erdo mwenye umri wa miaka 72. Huyu anatokea taifa la Hungary. Huyu amekuwa mmoja ya watetezi hodari sana wa mafundisho ya jadi ya Kikatoliki. Inaelezwa nafasi yake kubwa sana na yeye wa kupata upapa ni mkubwa kutokana na ushawishi wake mkubwa ambao amekuwa nao, na inaelezwa alikuwa ni kipenzi sana cha marehemu Kardinali George Pell, ambaye aliamini angerejea utawala wa sheria katika Vatican ya baada ya Francis. Mnamo mwaka 2015 Erdo alionekana kujilinganisha na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alipopinga wito wa Francis wa makanisa kuchukua wahamiaji. Mwingine tulie naye, huyu ni watano, anaitwa Matteo Zuppi. Huyu ni Muitali, ana umri wa miaka 69. Amekuwa kardinali siku za usoni tu. Papa Francis alimteua mwaka 2019. Zuppi anachukuliwa kuwa kama mmoja ya watu ambao wanaweza wakawa mapapa kulingana na ushawishi mkubwa aliokuwa nao kwa Papa Francis. Miaka miwili iliyopita Francis alimfanya kuwa mjumbe wa amani wa Vatican kwa Ukraine, ambapo alitembelea Moscow ili kuhimiza ishara za ubinadamu. Akiwa huko alikutana na Patrick Kirill, kiongozi wa kanisa la Orthodox la Urusi na mshirika wa Vladimir Putin. Pia amekutana na Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine. Hapa umenisikia nimetaja dini moja, dhehebu moja la Orthodox, ndio dini kubwa zaidi kule Urusi, yenye ushawishi, yenye nguvu kubwa zaidi.
Orthodox huwezi kuiambia kitu. Mwambii mtu Mrusi yote umwambii kuhusu Orthodox. Ndio dhehebu kubwa huko kwa taifa la Urusi. Sawa. Inawezekana sasa Zupi akawa pia papa. Mwingine wa 6 anaitwa Jose Tolentino Calac. Huyu ni Mreno, ana umri wa miaka 59 na yeye anatajwa inawezekana akawa mrithi wa Papa Francis. Sifa yake kubwa ni ipi? Tolentino ni mmoja ya warithi wachanga zaidi wanaoweza kurithi nafasi ya Francis, ambayo inaweza kuhesabiwa kuwa dhidi yake makardinali wenye tamaa wanaweza wakawa hawataki kusubiria miaka 20 au 30 kabla ya kupigwa risasi nyingine kwenye kazi ya juu. Amevutia mabishano ya kuunga mkono maoni ya uvumilivu juu ya uhusiano wa jinsia moja na kujihusisha na dada zake wa kike wa Benedikti, ambaye anapendelea kuweka wanawake anayeunga mkono pia chaguo. Alikuwa karibu sana na Francis juu ya masuala mengi, na anasema kuwa kanisa lazima lijihusishe na utamaduni wa kisasa. Mambo hayo. Huyu tunamzungumzia Jose Tolentino kutokea kule Ureno. Mwingine tunamzungumzia huyu, yeye anaitwa Mario Grich. Ana umri wa miaka 68, anatokea kule kwenye taifa la Malta. Moja ya mataifa ambayo ni visiwa, ni nchi lakini ni kisiwa, kinapatikana kule kusini mwa Asia. Nchi hiyo imepakana sana na bahari ya Mediterranean. Kwa hiyo Grich inaelezwa sababu kubwa hasa alionekana kama mwanamila, lakini alianza kukumbatia maoni ya kimaendeleo zaidi baada ya Francis kuchaguliwa mwaka 2013. Wafuasi wake wanahoji kuwa maoni yake yanayobadilika yanaonyesha uwezo wake wa ukuaji na mabadiliko. Amekuwa akikosoa baadhi ya viongozi wa kisiasa wa Ulaya ambao walitaka kupunguza shughuli za meli za NGO, na ameeleza kuunga mkono mashemasi wa kike. Mwingine kwenye hii orodha anaitwa Battista Pizzaballa. Ana umri wa miaka 60. Huyu ni Muitaliano. Sababu kubwa hasa ambayo inatajwa yeye anaweza akawa mrithi, naomba nikufikishie sababu kubwa ambayo na yeye zinamtaja. Tangia mwaka 2022 Pizzaballa amekuwa mzalendo wa Kilatini wa Yerusalem, jukumu muhimu katika kuleta Wakristo wachache katika ardhi takatifu baada ya shambulio la Hamas kwa Israeli. Tarehe 7 Oktoba 2023 Pizzaballa alijitoa kama mateka badala ya watoto waliokuwa wakishikiliwa na Hamas huko Gaza. Alitembelea Gaza mnamo Mei 24 baada tu ya mazungumzo ya miezi kadhaa. Angetarajiwa kuendeleza baadhi ya vipengele vya uongozi wa Francis wa kanisa, lakini ametoa taarifa chache za umma kuhusu masuala yenye utata zaidi, masuala nyeti. Kwenye orodha hii ni naye mwingine kati ya hao 9 ambao wamependekezwa, anaitwa Robert Sarra. Ana umri wa miaka 79. Huyu anatokea Guinea. Mwafrika mwingine huyu ambaye ameingia kwenye rekodi ya makardinali ambao wamependekezwa kwenda kuwania nafasi hii. Inaelezwa ili ni chaguo la mwendelezo. Inawezekana kuwa papa wa kwanza kutokea Afrika ama Asia ambao wana asili fani vya weusi kutokana na changamoto iliyopo. So mitazamo ya watu wengi wamekuwa kiendelea kuongelea. Hata tusubiria, haya majina tayari yameshapendekezwa, na tumeona pia majina ya baadhi ya viongozi wakubwa, hasa makardinali kutoka mataifa mbalimbali. Kutokea Tanzania, Kardinali Lugamba tumeona tayari ametoa ujumbe na ataelekea Italy kwa ajili ya huo mchakato, kwa sababu huu mchakato wa kumpata huwa unahusishwa hasa na makardinali. Kwa hiyo huyu Mwafrika mwingine huyu Robert Sarra kutokea Guinea, inaelezwa huyu ni kardinali wa kimapokeo wa Orthodox ambaye wakati fulani alitaka kujionyesha kama mamlaka sambamba na Francis, kulingana na mwangalizi wa Vatican. Mnamo mwaka 2020 aliandika kitabu pamoja na Papa Benedikti aliyestaafu wakati huo, akitetea useja wa makasisi ambao ulionekana kama changamoto kwa mamlaka ya Francis. Ameshtumu itikadi ya kijinsia kama tishio kwa jamii na amezungumza dhidi ya misingi ya Kiislamu kama Taksoni angeweza kutengeneza historia kama papa wa kwanza mweusi katika karne hii. Kwa hiyo tuone Robert Sarra
anaweza kawa papa mweusi. Inawezekana ikawa ni ndoto tunayoota, lakini yote haya yanawezekana. Lakini wataalamu wa mambo wanasema si rahisi sana kwa mtu mweusi kuongoza dhehebu hili kubwa zaidi duniani. Tumeangazia makardinali 9 kutoka mataifa mbalimbali. Kwenye orodha hii ya makardinali ambao wametajwa kuingia kwenye hii orodha ni watatu kutokea Italy. Wengine ndio wametoka kwenye mataifa mbalimbali, lakini watatu ndio wameingia kwenye orodha hii kutokea nchi ya Italy. Kuna huyo Pietro Parolin, huyo Muitali, lakini mwingine nimemzungumzia hapa, yeye anaitwa Matteo Zuppi na yeye ni Muitali, lakini mwingine ambaye ameingia kwenye hii orodha ni Pizzaballa mwenye umri wa miaka 60 ambaye pia ni Muitali. Okay, kwa msaada mkubwa wa internet tumekufikishia hii. Majina yangu naitwa Pasco Kadushi PK. Nimeingiza sauti hii. Kikupendeza pia share na kwa watu wengine, na lolote lile comment hapo chini. Amani kwako kwa wewe ambao unaitazama na unaisikiliza kutokea kwenye account yetu ya YouTube ya Jembe FM TZ. Subscribe hapo kama bado hujawa mwanafamilia, lakini big up nyingi sana zikuendee wewe ambaye unaisikiliza na unaitazama kupitia kwenye channel yangu ya Kadushi Media. Uwe na wakati mwema, share, like na comment.